Chukua sekunde mbili kufikiria kama ungekuwa kwenye dunia ambayo hakuna pesa. Mimi mwenyewe sijui. Fikiria hakuna benki, mshahara wala bei za bidhaa dukani. Na kama ungehitaji chumvi, basi ungehitajika kutafuta mtu anayehitaji chumvi ili muweze kubadilishana. Hapo ndo patamu sasa. Na hivi ndivyo ilivyokuwa kwenye miaka maelfu iliyopita, na mpaka sasa pesa zimekuwa kitu cha thamani sana duniani. Bila pesa mzee baba utoboi. Hizi pesa jamani, zinaendesha serikali, biashara, na kwenda mbali zaidi, zinaendesha mpaka maisha ya mtu. Swali la kujiuliza, je, pesa zilianzaje? Na je, ni nani aliyetengeneza mfumo huu wa pesa? Bwana we, ni hatari. Ili kupata majibu, basi nitakurudisha miaka maelfu iliyopita kujua kuna nini kwenye pesa. Bila kupoteza muda, hebu nikupeleke kwenye dunia bila pesa. Kabla ya pesa kugundulika kwenye uso wa dunia, kulikuwa na mfumo unaoitwa barter system. Katika mfumo huu, watu walibadilishana bidhaa kwa bidhaa. Mfano, mkulima anatafuta mtu wa kubadilishana mahindi na nyama. Mfugaji anatafuta mtu wa kubadilishana maziwa na nguo. Na katika hatua za mwanzoni kabisa, mfumo huu wa barter system ulionyesha mafanikio makubwa na kufanya vizuri sana. Lakini dosari zikaanza kujitokeza kadiri ya jamii zinavyozidi kuwa kubwa. Matatizo ya mfumo huu yakaanza kuota mbawa, na hapo ndipo balaa likaanza. Na shida kubwa ilikuwa ni hii: mfumo uliruhusu kufanya kazi kwa watu wawili wanaohitaji vitu vya kila mmoja kwa wakati mmoja. Mfano, kama una samaki lakini unahitaji mkate, basi ni lazima umtafute mwokaji wa mikate anayehitaji samaki. Na kama hatohitaji samaki, basi jua biashara hiyo haiwezekani. Nachoka mimi. Na hapo ndipo mageuzi mapya yakaanza kutokea, kwani ulihitajika mfumo mpya ambao binadamu alihitaji kuwa na kitu kipya ambacho kila mtu angekubali kukipokea. Na hapo ndipo wazo la kuundwa pesa likaanza kwenye fikra za binadamu. Katika sehemu ya pili, nitaangazia zaidi kuhusu pesa ya kwanza kabla ya sarafu. Baada ya uhitaji wa mabadiliko ya kimfumo katika uendeshaji wa maisha ya binadamu, kabla ya sarafu kuanza kutumika, jamii ililazimika kutumia vitu maalum kama pesa, mifugo, chumvi, nafaka, magamba ya bahari na mawe yenye thamani. Katika bara la Afrika na Asia, kulikuwa na matumizi ya magamba ya bahari yaliyotumika kama pesa. Sifa za magamba haya yalikuwa ni rahisi sana kubebeka, lakini pia nadra sana kuyapata. Hivyo basi, sababu hizo zikafanya yawe na thamani kubwa kwenye biashara. Ilipita miaka mingi, watu waliendelea kutumia magamba katika biashara, lakini baadaye kidogo mfumo wa kutumia magamba ulianza kuboreshwa, na hapo ndipo mfumo bora zaidi ulianza kutumika. Hapa nazungumzia sarafu za metali. Katika sehemu ya 4 nitakwenda kuzungumzia uzinduzi wa noti za karatasi. Pamoja na uhitaji mkubwa wa mabadiliko ya kimfumo, bado dosari ziliendelea kuonekana, kwani ubebaji wa sarafu nyingi ulionekana kuwa ni tatizo kubwa, kwani sarafu zilikuwa ni nzito na hatari kwenye ubebaji wake. Na hapo ndipo suluhisho la dosari hii
katika sarafu likagundulika huko China katika utawala wa Tang Dynasty na baadaye Song Dynasty katika utawala wa wafanyabiashara walioanza matumizi ya noti ya karatasi. Hili lilikuwa ni suluhisho bora sana, kwani watu walihitaji kuwa na hati ya karatasi ambazo ziliwakilisha thamani halisi ya pesa. Na hapo ndipo mwanzo wa matumizi ya noti ya kwanza duniani yalianza, na baadaye mfumo huu ulisambaa katika maeneo mbalimbali ikiwemo Ulaya na katika maeneo mengine mengi duniani. Katika sehemu ya 5 nitazungumzia kuzaliwa kwa benki. Maendeleo ya kibiashara katika mataifa mbalimbali yalihitaji sehemu salama ya kuhifadhi pesa, na katika hali hiyo wazo la kuanzisha benki lilianzishwa, huku benki ya kwanza zikianzishwa katika nchi ya Italy na Genoa ikiwa miongoni mwa miji ya kwanza kuanzisha benki. Dhahabu na fedha za wafanyabiashara zilihifadhiwa katika benki, huku watu wakipewa hati ya uthibitisho wa umiliki wa pesa ndani ya benki, na hati hizo zilitumika kama pesa. Na huu ndio mchakato mzima ambao ulianzishwa tangu maelfu ya miaka iliyopita, na mpaka sasa bado watu tunatumia benki, lakini pia tunatumia pesa. Na hii ndiyo historia nzima ya pesa ilikoanzia mpaka sasa. Kwa haya na mengine mengi, tafadhali ni kuombe uweze kusubscribe na kulike kwenye chaneli yetu, lakini pia share video hii kwa wengine ili uendelee kupata taarifa za video nyingine zinazotoka kila wiki.